Kabla ya taarifa hizi nzito ambazo ziko na siri kubwa, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama mtandao wa Tanzania ITV, naomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa zote za mtandao wetu wa Tanzania ITV. Cha kuzingatia zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu ili nikufahamishe taarifa za ndani. Kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini, ameshinda kesi yake ambayo ni kesi ya uhaini, jambo ambalo limesababisha serikali kushangaa ni kipi ambacho kinaendelea. Unapotazama skrini yako, gazeti hili limeweza kuripoti vile hali ilivyo, huku wakisema ya kwamba sijui kosa ambalo umeshitakiwa nalo shahidi kesi ya Lissu. Huyu ni shahidi ambaye alikuwa kutoka upande wa serikali ya Tanzania, alikuwa anashitaki Tundu Lissu kuhusiana na kesi hii ya uhaini ambayo inamkabili. Wakati mahojiano yalikuwa yanaendelea katika mahakama ya Dar es Salaam siku ya leo ya Ijumaa, ilipofika wakati wa kutoa ushahidi kuhusiana na kile ambacho anakijua kuhusiana na Tundu Lissu, alifika mahali yeye mwenyewe ni shahidi wa serikali akasema ya kwamba hajui kosa ambalo Tundu Lissu ameshtakiwa nalo. Aliposema hivyo, watu wakaanza kushangaa, wengine wakicheka, wengine wakifurahi kwamba Tundu Lissu ameshinda serikali kesi, kwa sababu wale ambao ni mashahidi kutoka upande wa serikali sasa wamegeuka na kusema ya kwamba hawajui kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu, ambayo ni kesi ya uhaini. Kumaanisha kesi hii aliweza kulimbikiziwa tu na wale mashahidi ambao wanatoa ushahidi wao kutetea serikali. Inaonyesha wazi kwamba waliweza kuhojiwa vile wanaenda kuzungumza, lakini huyu akasema hawezi danganya, wacha aseme ukweli halisi wa mambo, haelewi kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu. Sasa hii ni ishara tosha kwamba Tundu Lissu ataachiliwa wakati wowote kuanzia sasa, baada ya siri zote kuvichuliwa kwamba yeye hana kesi ya kujibu, baada ya yule ambaye ni shahidi wa serikali kusema haelewi kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu, jambo ambalo liliweza kusababisha majaji kushindwa cha kusema. Na huyo shahidi aliweza kushangaza majaji watatu ambao wanasikiza kesi ya uhaini kuhusiana na Tundu Lissu, na jina la huyo shahidi ni Koplo Mikael, ndiye aliweza kusema hayo yote, jambo ambalo limeonekana wazi Tundu Lissu hakufanya kosa lolote la uhaini, ila tu anashtakiwa ni kwa sababu ya siasa. Ikumbukwe ya kwamba Tundu Lissu kufungwa kwake, amezuiliwa zaidi ya siku 310 sasa, ni kwa sababu ya uchaguzi uliopita wa 29 mwezi wa 10 mwaka jana, baada ya Tundu Lissu kuzuiliwa kusukumwa gerezani ili asije akawania kiti cha urais kwa kufuatia umaarufu wake wa kisiasa, na ilionekana mapema huenda Tundu Lissu atashinda hiyo kesi ama huu uchaguzi ili kuwa rais katika taifa letu la Tanzania. Mpina wa ACT Wazalendo naye alikuwa na umaarufu, naye aliweza kuzuiliwa na Samia Suluhu Hassan, kumaanisha ya kwamba Samia alitengeneza njama
Baada ya Tundu Lissu kusema no reforms no elections, yani kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi, Suluhu akatengeneza njama ya kumfunga Tundu Lissu ili asije akawania kiti cha urais, lakini baadaye aliweza kufaulu na akashinda uchaguzi ambao uliweza kuwa na utata mkubwa na ukasababisha maafa katika taifa hili letu la Tanzania. Na hata sasa hivi wakati tunapoenda hewani kutoka eneo hili nilipo la Mbeya, kuna familia ambazo zinaendelea kutafuta wenzao baada ya kusemekana ya kwamba waliaga dunia, lakini hawaelewi walikozikwa kufikia sasa. Ni jambo ambalo wengi tunashindwa, na hata wakati wengine wanaenda katika ile tume ambayo iliweza kuteuliwa na Suluhu ambayo inaongozwa na Jaji Chande, wengine wanatiririkwa machozi wakisema ya kwamba wenzao hawajapatikana kufikia sasa, huku wengine wakiomba miili iweze kuwasilishwa kwao ili kuenda kuzika wenzao kiheshima kulingana na mila za Watanzania. Tundu Lissu, vile mashahidi wameanza kusema hawajui kwa nini anashitakiwa ama kesi ni ipi ambayo inamkabili, ni ishara tosha kwamba ataachiliwa huru wakati wowote kuanzia sasa, kwa sababu Tundu Lissu ameshinda kesi tayari, na yeye vile yu ni wakili anauliza maswali ambayo mashahidi wale ambao wamehojiwa na serikali kwenda kudanganya katika mahakama ya Dar es Salaam wanashindwa cha kudanganya baada ya kusukumwa hadi mwisho kufuatia maswali ambayo yanaulizwa katika mahakama. Kulingana na sheria za Tanzania, uhaini hamna dhamana, ila tu ukipatikana na kosa kulingana na sheria hizo za mwaka 1977 ni kufungwa ama ni kifo, hamna dhamana. Jambo hili ndilo limeweza kusababisha wengi kulaumu serikali kufuatia kesi hiyo ya uhaini, lakini tutaweka jicho kuhakikisha ya kwamba tumewaletea vile hali ilivyo, na vile mnajua watu waliweza kuzirai wengine wakaanza kulia mahakamani siku ya Alhamisi wakati Tundu Lissu aliweza kufichua siri kwamba yeye alinyimwa chakula, wengine wakikula wakati polisi wa magereza waliweza kumwambia atakula kwa mahakama sio kwa gereza, jambo ambalo liliweza kusababisha taharuki katika mahakama na kesi kuahirishwa kidogo ili Tundu Lissu akabidhiwe nafasi ya kukula baada ya kulalamikia kutokabidhiwa chakula cha kukula. Kwa hivyo Tundu Lissu ameyapitia mengi, ameteswa pasipo kufanya kosa lolote. Kila ambacho kinamsukuma ndani ni kusema no reforms no elections, lakini yule ambaye alimsukuma kule aliweza kufaulu kuchaguliwa katika uongozi wa taifa hili, na Tundu Lissu ameweza kushinda kesi hii mapema baada ya mashahidi kuanza kusema hawaelewi mbona Tundu Lissu anazuiliwa ama kesi yake ni ipi ambayo inamkabili. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, bonyeza patoni ya subscribe, uwashe kengele, na tukutane katika video nyingine baadaye. Kwaheri.